Wasilisho letu kwanza, utaratibu wa kimahakama ni kwamba hatuwezi tukayazungumza yale tuliozungumza mahakamani nje ya mahakama tena, lakini kwa ufupi tu kueleza kilichotokea leo. Leo tulikuwa tunasikiliza pingamizi lililowekwa na upande wa Jamhuri juu ya uwezo wa mahakama hii ya kuu ya Zanzibar kusikiliza mashauri ya uchaguzi ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa majimbo ya Zanzibar. Yaani mahakama hii inatakiwa iende, yani majimbo yale, ikiwa kuna complaint kuhusu majimbo, manake usikilizwaji au kesi zifunguliwe kwenye mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iwe masjala yoyote ile, iwe Dodoma, iwe Rukwa, iwe Dar es Salaam au wapi. Ndio hoja ambayo ililetwa. Sisi tumepinga hoja hiyo, tukitaka mahakama itafsiri katiba kwa upana wake, na isiangalie kifungu kimoja tu cha katiba na vifungu vingine, na hoja yetu imelalia kwenye mambo kadha wa kadha. Kwanza, mamlaka yenyewe ya mahakama hii yanatokana na nini? Tumeeleza mahakama kwamba yanatokana hasa na katiba ya Zanzibar ambayo ndio imeanzisha mahakama hii pamoja na sheria, lakini pia na swala yenyewe la muungano wetu na namna katiba yenyewe pia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyotaka, inavyoitambua mahakama kuu ya Zanzibar na kuipa mamlaka yake kwa mambo yote, sheria ambazo za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo zinatumika Zanzibar. Ndio hoja. Kwa hiyo kulikuwa na mjibizano wa hoja, na wenzetu wameeleza hoja zao na sisi tumeeleza hoja zetu kwa kirefu kama ambavyo mlikuwepo mmesikia. Kwa hiyo kwa sasa kinachosubiriwa ni uamuzi wa mahakama. Uamuzi wa mahakama ambao mahakama imeeleza uamuzi utatoka tarehe 27 mwezi huu, kuamua kwamba kama haya maombi, kwa sababu hapa tuko kwenye maombi, kesi ya msingi bado hatujamaliza, kama mahakama inahisi ina mamlaka au haina mamlaka. Baada ya hapo tena tutaingia kwenye usikilizaji pia wa maombi kama haya au wasilisho kama hili siku ya pili yake tarehe 28 kwa majimbo ya Pemba. Sasa ndo mahakama itakuja kutupa tafsiri, lakini mgongano wa vifungu vya katiba upo na umekuwepo, na mahakama zetu zilishawahi kutoa kauli kwenye kesi. Ukiangalia kesi ya Seif Sharifu na kesi ya Machano, mahakama ilishasema kwamba kuna mgongano wa vifungu vya katiba yenyewe ya Jamhuri, lakini pia baina yake na katiba ya Zanzibar, na ikizitaka mamlaka kurekebisha hali hiyo, kwa sababu sio kwenye kesi ile ya Seif Sharifu mahakama imetumia neno, mahakama rufaa imetumia neno sio healthy, hauna afya kwa muungano wetu. Kwa hiyo lipo. Sasa ni namna tu mahakama sasa zinazokuja namna watakavyoweza kutafsiri kwao, kwa sababu hali hiyo ipo. Unategemea unaposema Jamhuri ya Muungano ni nini? Jamhuri ya Muungano ni bara au ni Zanzibar pia? Baki tafsiri ya kwamba Jamhuri ya Muungano against what? Against Zanzibar. Kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni dokumenti ya sio dokumenti ya bara, sio dokumenti ya Zanzibar, ni dokumenti ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa huwezi kuiargue katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ni dokumenti ya bara. Unafahamu? Na ndio maana ina vifungu vya katiba inayotoa, inapokuja masuala ya utatuzi wa migogoro, inaitambua mahakama kuu ya Zanzibar na kueleza kwamba ina mamlaka sawa na mahakama kuu hiyo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ipo, lakini decisions, unajua sisi wanasheria, jaji mmoja anaitwa Lord Denning wa Uingereza alisema kama wanasayansi kila siku wanatafuta wanatafuta masuluhisho ya matatizo ambayo tayari yalikuwepo, maanake wanasheria hawawezi kusema kwamba kwa sababu hili fulani alishagundua baskeli ya miti basi mwingine hawezi tena kugundua baskeli ya chuma. Sijui umeelewa? Maanake kuna evolvement ya sheria na yenyewe, na tumesema na sheria, mahakama ishasema katiba ni nyaraka inayoishi, ina conscious, ina roho, sio kwamba imeandikwa ndio hivyo. Ndio maana tunaisubject na nini na tafsiri.